mauti, lakini mbele iko mauti. Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu ili uwe salama. Kimbilia kwa Yesu ili uwe salama. Nasema uchanya pekee ni kumpata Yesu. Ni Yesu wa Nazareti, ni Yesu wa msalaba, aliyeteswa msalabani akasema imekwisha. Yatakaye kunipata ajikane mwenyewe, ajitwishe msalaba wake kisha nipate. Sikiliza nikwambie, aliyejikana ataipata ile njia nyembamba kuelekea uzimani. Aliyejikana atakuwa salama, hata kama atakutana misukosuko atasimama tu, ni kwa sababu ndani yake yuko Jehova. Lakini wale wanadamu wanaipata njia pana iliyojaa na za dunia, wale wanadamu wanaipatisha dunia hii, nasema ole wao watu wa namna hiyo, ni kwa sababu maisha yao ni mafupi. Kifo hakichagui umri ulionao, kifo hakichagui kimo ulicho nacho. Sikiliza nikwambie, ulikwisha zaliwa, kilichosalia ni kufa tu. Lakini kama wewe ni wa dhambini, utakapokufa ni jana moja kwa moja. Lakini walio ndani ya Yesu hao hawafi bwana, bali hao wanalala katika Bwana. Mpokea Yesu leo ili uishi maisha ya raha. Mpokea Yesu leo ili tamari ndani yako ipe kabisa. Nimeshuhudia wengi waliokuwa warevi, lakini leo ni wahubiri wazuri. Nimeshuhudia wengi. Jana nikashuhudia habari ya mganga mmoja, yule mganga aliyekuwa maarufu, lakini alipougua akashindwa kujiponya. Sikiliza nikwambie, alipoona yamemsidia akakimbilia kanisani, alipoombewa akafunguliwa, ndipo Bwana akaingia moyoni mwake. Hata leo ni mchungaji. Nasema ni saa yako. Hautaitwa mganga wa kienyeji, utaitwa mchungaji. Hautaitwa mtumwa wa Ibilisi, utaitwa mtumwa wa Kristo Yesu aliye mbinguni. Nasema Yesu. Kama una Yesu bado uko Misri, kama una Yesu bado uko utumwani. Sikiliza nikwambie, uko Misri uliko yako mateso, uko Misri uliko unatumikishwa na shetani, na ndio maana mali ulizonazo hauzifurahii. Hapana, iko sababu umezipata hizo kwa kutoa kafara, kwa kuwa mtoto wako, kwa kuwa mke wako, kwa kuwa baba yako. Nasema hiyo ni laana itakutokea puani, lakini mali sahihi zatoka kwa Yesu.